Hali gani mwanamichezo ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Ava TV. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trent. Na leo kwenye ofisi za Ava TV tumepata ugeni. Tumetembelewa na miongoni mwa wachambuzi ambao wanafanya vizuri tu, Adriano James. Kabla hajageuziwa kamera, huyu mtu bana na vitu kwanza au ile mpeleke kamera afu mtasema nyinyi. Watasema nini sasa? Watazungumza nini wao watasema? Kitu gani kuhusu? Hata tu kukuona wenyewe wataanza kusema. Na imani wenyewe sasa hivi wanasema. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Mambo yanakwenda. Mungu anasaidia. 2025 tunaenda kuimaliza hivi. Kwa upande wako ilikuwa ni mwaka wa namna gani mpaka kufikia zilikuwa zimesalia takriban siku kadhaa, yes. Siku kadhaa kumaliza mwaka. Nafikiri ni mwaka ambao mchaka, ni mwaka wa mchaka. So unafahamu, yani mwaka ambao uko na vitu vingi ndani yake, mambo mengi. Kwa hiyo inakuhitaji wewe mwenyewe upambane kwa asilimia kubwa ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo naweza nikazungumzia ni mwaka ambao mambo yalikuwa mengi ndani yake, lakini mwisho wa siku Mungu ametusimamia, Mungu amenisimamia katika kila jambo ambalo nilikuwa nafanya. Mungu alikuwa pamoja nami, na kwa hiyo naweza nikasema ni mwaka ambao katika kila hatua ambayo unapiga au katika kila hatua ambayo unatoa mguu wangu, Mungu yupo pamoja nami katika kila jambo. Kwa hiyo naweza nikasema ni mwaka ambao unaenda kuishi, lakini bila Mungu si kitu kwangu. Yes. Sawa, miongoni mwa vitu ambavyo sio mara kwanza tunavizungumza, tulizungumza huko nyuma, narudia tena. Kufanana kwako na Dickson Job kunufaisha vipi kwa watu wakikuona na mambo mengine kama haya? Shida yangu kubwa naweza nikasema ni sio mtembeaji. Sio mtembeaji sana. Lakini pia sio mtu wa kwenda sana uwanjani. Kwa hiyo lakini hata nikibahatika kwenda uwanjani, nikibahatika kwenda sehemu yoyote, ni swali ambalo nakutana nalo mara nyingi sana. Yani una ndugu na Dickson Job, umefanana sana na Dickson Job na ni yako. Kwa hiyo mwisho wa siku unachojibu ni kwamba tumefanana tu, binadamu watu wawili, ni mtu ambaye ni rafiki yangu tu kama ndivyo na rafiki watu wengine. Kwa hiyo sina ndugu na Dickson Job. Kwa hiyo yani hata nilivyoonana mara ya kwanza na Dickson Job, nafikiri George Job mwenyewe naye alishangaa, akasema imekuwaje? Yani mbona kama mmefanana hivyo? Lakini ni jambo la kawaida, yani binadamu unaweza umefanana na mtu lakini hamna uhusiano wote, hamna vinasaba vyovyote na huyo mtu, lakini ni mtu ambaye tunawasiliana mara kwa mara, tunawasiliana lakini hatuna undugu wote ule. Yes. Kuna mmoja niliwahi kuona kwamba kufanana na mtu kumemsababishia ukotaji hapa. Wao haujaokota Hapana, yani sijaokota na nisiwe muongo, yani situmii kwamba kufanana na Dickson Job hiyo fursa kwangu, hapana. Siitumii kabisa hiyo kitu. Yani siitumii kabisa kwa sababu nimefanana na Dickson Job au nafananishwa na Dickson Job nitumie fursa kwa kufanya hayo mambo, hapana kabisa. Kwa hiyo ninachukulia ni jambo tu la kawaida, uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Yani hakuna kingine cha ziada katika hilo. Kila mtu anaendelea na maisha yake kama kawaida, mkikutana mnasalimiana, mnapigana simu, hivyo imeisha. Yes. Na kwenye mpira pale, sisi tunakujua huko kwenye uchambuzi. Uwanjani unazima. Kutokana na majukumu lazima, of course, mara moja nacheza mpira mara moja, na lakini nisiwe muongo, nimeacha kucheza mpira muda mrefu sana. Nimeacha kucheza tangu kuwa na mambo kuanza kuwa mengi, una muda kufanya mazoezi. Kwa hiyo nimeacha kucheza mpira, lakini zikitokea baadhi ya mechi ofisini nacheza hivyo. Nikipata dakika 2, dakika 3, dakika 5 nacheza, lakini sio mchezaji kama nilivyokuwa hivyo mwanzo kwamba nacheza mpira. Wakati nasoma nilikuwa nacheza sana mpira, lakini sasa hivi nimeacha kabisa na mambo. Ulikuwa unazima kwenye nafasi ya beki? Beki namba 2. Umeama nafasi? Beki namba 2, of course nilikuwa nacheza beki namba 2 kusema ukweli. Nilikuwa nacheza beki namba 2. Nilikuwa naweza kucheza kama winga. Yes, ni vitu ambavyo nilikuwa nacheza, maeneo ambayo nilikuwa nacheza mara nyingi. Sawa, tutoke huko, tuje huko. Tupo kwenye kipindi ambacho
ligi imesimama kupisha ile michuano ya AFCON ambayo inafanyika pale Morocco na Tanzania tukiwa washiriki. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa kwa hamu ni kuona ni namna gani basi hizi club zitafanya maboresho kwenye dirisha dogo la usajili. Tuanze na klabu ya Simba ambayo imekuwa ikiongelewa sana hivi karibuni kwamba wachezaji hawajitumi, wamepoteza kwenye ligi ya mabingwa michezo yote miwili, wamepoteza mchezo wa mwisho dhidi ya Azam FC, lakini pia mbali na hayo hawana kocha mkuu, wana kaimu kocha kwenye benchi. Wafanye maboresho kwenye nafasi zipi na ni nyota gani ambao watakuja kuwasaidia wawe bora na kurudi kwenye zile levels ambazo za Simba zimezoeleka kama ambavyo mashabiki wenyewe wamekuwa wakihitaji? Ni swali ambalo limekuwa maarufu sana kwa Simba. Limekuwa maarufu kwa sababu ya performance ya Simba. Lakini kwangu mimi ukiniuliza swali la namna hiyo, nitakwambia sioni shida ya Simba uwanjani kwa maana ya wachezaji. Inaweza ikawa ni shida ya system. Unajua uwanjani kuna vitu vingi. Inaweza ikawa shida ya system kwa maana ya mfumo ambao mwalimu anatumia, lakini sio shida ya mchezaji. Kwa maana gani? Simba imetoka kufanya usajili hivi karibuni. Hawa wachezaji ambao wamewasajili hivi karibuni hatujapata muda mrefu wa kuwaona hawa wachezaji wote. Hatujapata muda mrefu wa kumuona Neo Maema. Hatujapata muda mrefu wa kumuona Mohamed Bajaber. Hatujapata muda mrefu wa kumuona Alassane Kante. Hatujapata muda mrefu wa kuona na wachezaji wengine ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo shida ya Simba ambayo inawagharimu hivi sasa, naweza nikasema ni benchi la ufundi, eneo ambalo kama benchi la ufundi likuwa imara, kama benchi la ufundi likikaa muda mrefu ndani ya timu, basi tunaweza kukaona performance ya timu ikiimprove siku kwa siku. Kwa sababu gani? Kama hiki kikosi tunachokiona hivi sasa kwa Simba kilisajiliwa chini ya kocha Fadlu Davids. Ameisajili hii timu lakini hajaifundisha. Ameondoka akaja meneja Pantev. Naye amekaa ndani ya muda mfupi akaondoka. Sasa hivi timu ipo chini ya Selemani Matola. Kwa hiyo ndani ya kipindi kifupi tunaona mabadiliko ya benchi la ufundi kwa vipindi vitatu tofauti. Huwezi kuiona performance ya mchezaji kwa kipindi hiko ambacho makocha wanabadilika, kwa sababu kila kocha ana falsafa yake, ana mbinu zake ambazo anadhamini. Wakati Pantev yupo, tuliona kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanapewa nafasi. Tunazungumzia mtu kama Neo Maema alikuwa anapata nafasi. Tunazungumzia mchezaji kama tunaona Yusuf Kagoma alikuwa hapati nafasi katika eneo la katikati. Tulikuwa tunamwona Nabi Keita anacheza katika nafasi hiyo, Alassane Kante alikuwa anacheza. Lakini ameondoka Pantev, hivi sasa tunamwona Yusuf Kagoma amerejea kwenye kikosi, Alassane Kante yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo unaona kwa namna timu ambavyo inaendeshwa kwa siku za hivi karibuni, usitegemee kuiona performance ya mchezaji mmoja mmoja. Yaani hawa wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba wanatakiwa wapate muda, kwa sababu wengi ni wachezaji wapya. Timu ilisajiliwa na Fadlu Davids. Kwa hiyo wanahitaji muda wa kuelewa falsafa ya mwalimu, nini anataka mwalimu. Sasa kama walimu hawa ambao wanahitajika kuimplement mbinu zao kwa wachezaji wanaondoka ndani ya muda mfupi, huwezi kuona performance ya wachezaji. Kwa hiyo kitu ambacho mimi naamini Simba inahitaji kupata kocha ambaye atakaa kwa muda mrefu. Sio kwamba kwenye dirisha dogo la usajili wasifanye usajili, hapana. Lakini hawa wachezaji ambao wamewasajili hivi sasa ni wachezaji ambao wanahitaji muda zaidi ili kuwaona. Yaani hatuwezi kumpima Nabi Keita, Alassane Kante, Mohamed Bajabel, Roshan Diruk, Neo Maema, mwalimu kwa muda mfupi huu. Kina Jonathan Soa hawezi kuwapima kwa muda mfupi. Wanahitaji kupewa muda, wanahitaji kuwa chini ya mwalimu kwa muda mrefu. Ni takriban miezi 4 tangu wasajiliwe. Kuanzia mwezi wa 8 wamesajiliwa. Of course wamesajiliwa kwa muda mrefu, lakini mabadiliko ya benchi la ufundi. Yaani tunazungumzia kikubwa ambacho nakiona kwa Simba ni mabadiliko ya benchi la ufundi. Yaani mpira wa sasa hivi hauhitaji kona. Yaani kama eneo lako la management halijanyoka, kama eneo lako la technical bench halijanyoka, obvious kwenye pitch, kile kinachoonekana kwenye pitch kwa maana wachezaji performance yako inatokana na vile vyote nilivyovitaja hapo, kwa maana technical bench pamoja na management. Kwa hiyo kama hayo maeneo hayajakaa vizuri, usitegemee kuona performance ya wachezaji ikawa bora, kwa sababu kuna migogoro inayoendelea ndani ya timu. Kocha anatimuliwa ndani ya muda mfupi,
wachezaji hawakai kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo mpira wa kisasa mpaka tunaiona timu uwanjani inakuwa na 100% performance, kuna vitu ambavyo vimekaa sawa. Nakupa mfano, wakati Barcelona ipo chini ya Rais Bartomeu, timu ilikuwa haipo kwenye performance nzuri sana. Timu ilikuwa haipo kwenye kiwango chake Barcelona. Lakini ilitokana na masuala mazima ya uongozi. Kipindi hiko Barcelona walikuwa katika mwaka wa uchaguzi, wanataka kufanya uchaguzi, atatoka Bartomeu, anaingia Juan Laporta. Kwa hiyo hiko kipindi ambacho wapo katika mwaka wa uchaguzi, Barcelona ilipitia wakati mgumu sana. Lakini hivi sasa tunavyozungumza, Barcelona licha ya changamoto zake za kiuchumi zinazoendelea, timu imesimama, inafanya vizuri kwa sababu viongozi wamesimama vizuri, wana benchi la ufundi ambao limekaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinategemeana, yani performance ya wachezaji uwanjani inategemeana na utulivu wa benchi lako la ufundi. Utulivu wa benchi la ufundi unategemea na uongozi una support vipi benchi la ufundi. Kwa hiyo ni vitu vitatu ambavyo vinategemeana. Kwa hiyo kwangu mimi Simba, ukiniuliza shida iko wapi? Shida inaanzia huko, sio uwanjani. Hawa uwanjani hatujawapa muda wa kutosha kutoa hiyo hukumu. Yaani hukumu ya kusema tunawahukumu hawa wachezaji waliosajiliwa hivi sasa sio hukumu ambayo inafaa kwa sasa. Tuanze kuangalia Pantev amedumu kwa muda gani kwenye timu? Je, Faldo Davis amedumu kwa muda gani kwenye timu? Hivi sasa kocha Simba wapo wanatafuta kocha mpya. Kocha mpya ambaye atakuja hivi sasa, bila shaka kila kocha ana falsafa zake, kila kocha kuna mchezaji ambaye anampa nafasi kutokana na kile ambacho anakiofa mazoezini. Kwa hiyo usishangae kocha mpya Simba anakuja anafanya mabadiliko mengine ya kwenye kikosi. Unashangaa nafasi ya kushoto tunamuona Mligo anacheza, mfano anasema mimi Mligo kwangu hafai, Naby Keita anafaa kucheza beki wa kushoto. Unashangaa anasema anakuja anasema mshambuliaji wangu nataka aanze Selemani Mwalimu, sio Jonathan Soa wala Mukwala. Nataka aanze winga, nataka aanze Jean Chazea wa sio Mpanzu, nataka aanze Kibu Denis sio Mutale. Kwa hiyo hayo mabadiliko ambayo yanakuja na kocha mpya ndiyo chanzo kikubwa kwa asilimia kubwa yanafanya performance za wachezaji zisiwe na muendelezo. Leo hii utaona mchezaji ana perform, lakini baada ya muda mfupi kocha akiondoka performance yake inashuka kwa sababu ya falsafa. Kwa hiyo sawa, dirisha la usajili linafunguliwa hivi karibuni. Naamini Simba wataingia sokoni kama kawaida. Na mara nyingi dirisha dogo ni dirisha ambalo timu zinatumia dirisha hili ili kuongeza nguvu kwenye kikosi, sio kutengeneza timu. Wanafanya maboresho, sio kwamba wanatengeneza timu. Kutengeneza timu ni dirisha kubwa. Yaani kwenye dirisha dogo timu inajezia nyama kwenye maeneo mbalimbali. Kuwa na kikosi kipana, utasema labda waongeze beki wa kulia, kwa Shomari Kapombe atoshi, Duchu atoshi, tutaongeza beki wa kulia, labda waongeze beki wa kati, tuongeze kiungo, tuongeze mshambuliaji. Hilo ndio dirisha dogo. Kwa hiyo tutegemee Simba wakiingia sokoni kufanya usajili. Lakini sababu kubwa ambayo naiona Simba kutofanya vizuri hivi sasa sio wachezaji, sio kikosi, ni swala zima la management. Ile chain ya Simba kuanzia management, technical bench mpaka kuja uwanjani ndio sehemu ambayo watu wanaiona. Na siku zote kile kinachoonekana uwanjani ndio mara nyingi kinakuja kutoa maamuzi. Yaani kocha anatimuliwa kutokana na kinachotokea uwanjani, lakini hawaangalii kwa nini kocha ipo hivi. Either hapewi support na viongozi, hawamsupport kwenye kile ambacho anakitaka. Kwa kuna sababu nyingi sana. Kwa mimi narudia tena, ninachoamini au ninachokiona ndani ya Simba sio wachezaji bali ni ile chain ya management. Sawa, kwenye wakati huo sasa wa dirisha, zipo tetesi ambazo zinawahusisha nyota wawili wa klabu ya Simba kujiunga na klabu ya Yanga, na wamekuwa wakitajwa pengine ni Morris Abraham, pengine labda ni Mpanzu, japo haijawa official. Kama ni kweli nyota hawa wawili kwa maana ya Morris pamoja na Mpanzu wakiondoka ndani ya klabu ya Simba itaathirika vipi? Lakini kama ikitokea kweli wanaenda ndani ya klabu ya Yanga, watanufaika nao vipi? Umetaja wachezaji wawili muhimu sana ndani ya Simba kwenye kipindi hiki cha hivi karibuni. Wachezaji ambao mchango wao moja kwa moja kwenye kikosi umeonekana. Morris Abraham, Eli Mpanzu
wamekuwa na huo mchango wa moja kwa moja kwenye kikosi. So far ndio wachezaji ambao wamepata nafasi nyingi kwenye kucheza, yani wamepata dakika nyingi za kucheza yes, ndani ya Simba, licha kwamba wamepita makocha tofauti hapa katikati. Kwa hiyo kama ikitokea yani na siku zote tetesi za usajili haziji kwa bahati mbaya. Yani timu zipo, yani timu inavutiwa na mchezaji kutokana na kiwango chake. Sawa? Kwa hiyo kama hizo tetesi ambazo zipo kama Elie Mpanzu, Morris Abraham position na Yanga zipo, wamevutiwa nao kutokana na performance yao wachezaji. So far display ya performance yao uwanjani inaonekana. Kwa hiyo mimi naamini Elie Mpanzu ni winga ambaye kwangu mimi naamini Elie Mpanzu kwa kiwango chake akupe 100 performance yake uwanjani, dribbling yake, uwezo wa kukuta mpira, uwezo wa kupiga chenga, uwezo wa kuficha mpira, uwezo wa kupiga mashuti. Unajua ni winga ambaye amekamilika, winga wa kisasa. Anaweza kukupa vitu vyote vinavyotakiwa kwa maana kudribble, kuficha mpira, kutoa pasi, kupiga mashuti, vyote anakupa Elie Mpanzu. Kwa hiyo kama iko hilo swala ambalo linasemwa litatokea, Yanga watanufaika kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kufanya hivyo. Na ukitazama kwenye kikosi cha Yanga mawinga ambao yani yale natural wingers, namzungumzia Celestine Ekwa ndo winga halisi. Unamzungumzia mtu kama tunamuona Maxi anacheza kama winga, lakini ni mchezaji ambaye mara nyingi anaweza kucheza maeneo mengi uwanjani Maxi. Kwa hiyo kama Elie Mpanzu linatokea hilo dili au hizo tetesi zinakamilika, zinakuwa kweli, basi ni mchezaji ambaye kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga moja kwa moja anaweza kwenda kucheza kwa kile ambacho anakitoa, yani uwezo wake ambao ameonyesha mpaka hivi sasa. Anaenda kucheza kutokana na hiyo performance yake. Ndani ya Yanga siwaoni mawinga wenye uwezo mkubwa. Yani wale natural wingers nazungumzia wenye uwezo mkubwa. Celestine Ekwa bado mimi hajani impress, yani hajanishawishi kwa 100% kwamba ni mchezaji ambaye anatoa kiwango cha moja kiwango kikubwa. Farid Musa hapati nafasi. Of course tunaona kocha ana opt kwenda na Maxim Pianzingeli, ana opt kwenda na Pacome Zouzoua kama winga, lakini hawa wote nilokutajia Maxim Pianzingeli pamoja na Pacome Zouzoua wanaweza kucheza kama namba 10 au wanaweza moja, let's say Pacome anatokea winga moja, Mpanzu anatokea winga nyingine, Max anacheza katikati. Hiyo yote inawezekana. Kwa sababu gani? Kwangu mimi Celestine Ekwa bado hajanishawishi kwa 100%, lakini anahitaji muda zaidi wa kuimprove kiwango chake. Kwa hiyo kama hizi tetesi za Morris Abraham pamoja na Mpanzu zinatajwa, lakini pia haiwezi kuwa rahisi kwa sababu ni wachezaji ambao ni muhimu pia kwenye kikosi cha Simba. Sioni Simba au siamini Simba kama watawaachia kirahisi hawa wachezaji, kwa sababu wamekuwa na mchango wa moja kwa moja kwenye timu yao kwenye mechi za hivi karibuni. Uwezo wa Morris Abraham kupiga pasi za mwisho, uwezo wa Morris Abraham kupiga mashuti ya mbali. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanaweza kukuofa vitu vingi. Wanaweza kucheza kama winga, Morris anaweza kucheza kama namba 10. Kwa hiyo kwangu mimi ni tetesi ambazo Yanga watanufaika kama ikitokea, lakini Simba itakuwa pengo kwa sababu ni wachezaji muhimu kwenye kikosi cha kwanza. Sawa, tugusie sasa michuano ya AFCON ambayo iko moto kweli. Fashion kwa namna ambavyo umeona wachezaji wakiwa wanaingia, watu wamevutiwa bana.